kuwa salama na familia Kikome. Sirudi tena. Hatimaye mwanasheria wa Semeni amepatikana, yaani amekamatwa. Kumbe mzee Tanu na yeye ni mzee wa kazi kweli kweli. Yaani mzee Tanu na yeye pia anapiga harakati zake za kuweza kuteka watu. Sasa hapa mambo ndio matamu kabisa. Kwa hivyo kwa sasa moja kwa moja weka akilini kwako, huyu mwanasheria anakwenda kutumika na mzee Tanu. Sasa wasiwasi mkubwa huyo jamaa ni wasiwasi kwa sababu amekuwa akifanya mapenzi na mke wa mzee Tanu. Hiyo ndio wasiwasi mkubwa sana. Na ukweli ni kwamba kwa upande mzima huyo jamaa amehusika pia kwenye kutengeneza nyaraka feki ili kusudi kuweza kuhakikisha basi anafanikisha mambo yake kwa maslahi yake binafsi ya kuweza kupata pesa. Sasa kwa sasa hivi ni kimbembe kikubwa sana na kizito kwa sababu tayari mzee Tanu kamkamata na hakutaka kumpa adhabu yote tu, ila alitaka kuweza kumtumia kwa upande wake binafsi. Tunafahamu kabisa kwamba kwa upande mzima wa huyu mzee Tanu anampenda sana Semeni, na ila tu yupo kwenye mpango au process ya kuweza kuhakikisha Semeni walau anapata akili zake timamu pia zinarejea akilini. Kwa hivyo hiyo ndio mipango yake mikubwa ambayo kwa yeye binafsi anaiona kwamba kama akifanya hivi basi kuna muda Semeni anaweza kujikuta akawa kwenye mstari. Sasa hajui kama Semeni anajikuta naye pia anapambana kuweza kuhakikisha arudi kwenye ndoa yake, huku akitumia gharama zake hata kuweza kuvua nguo ili kusudi tu aweze kufanikisha jambo hilo. Kitu ambacho ukijaribu ukifikiria ukweli ni kwamba kuna namna ambayo inakuwa ni kitofauti zaidi ambayo ukifikiria basi inaleta tafulani kama ikijulikana rasmi kwamba kwa upande mzima wa labda mzee Tanu kama akigundua kwamba juu ya Semeni anachokifanya kwa lengo la kufanikisha hicho, basi kwa upande wake binafsi kinaweza kikamuuma sana na akajikuta akiingia kwenye lawama na kujutia kile alichokifanya kwa sababu tu ya kujua ukweli. Sasa hapo kazi ni nzito sana. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network na hapa tunazungumza uchambuzi. Kitu cha msingi tu nikwambie tu kwamba kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi nikusihi usiondoke, hakikisha unabonyeza neno subscribe kabla ya kuondoka, alafu kisha nikuombe tu dondosha maoni yako kwamba kwa upande wako kitendo cha Sandra kukubaliana na John kisa tu kuweza kupewa story za kuhusu mama yake na nini, japokuwa inaumiza kwamba hiyo ilikuwa ni sababu sahihi kwa upande wa Sandra kuweza kumkubali John, kumkubali King. Kumkubali King. Je, ilikuwa ni sababu muhimu? Nijuze hapo kwenye comment kwa upande wako binafsi ni kipi ambacho haswa unakiona. Lakini pia tukianza mwanzoni kabisa tuliweza kuona mipango yake pamoja na mipango ya Semeni pamoja na huyu ambaye ni Suzi iliweza kugonga mwamba. Sasa ni sababu zipi ambazo zilizosababisha iweze kugonga mwamba? Kwanza kabisa sababu iliyosababisha iweze kugonga mwamba ni kwa sababu mzee Tanu pamoja na huyu Naomi wapo kwenye mchezo ambao wanaochezwa, na ikumbuke kuwa mzee Tanu anamlipa kabisa pesa huyu ambaye ni Naomi kuweza kuhakikisha anatimiza mahitaji yake au matakwa yake ambao kwa mzee wa Tanu binafsi anapokuwa anayahitaji. Kwa hivyo hiyo ndio sababu kubwa binafsi ambayo inayosababisha haswa kwa mzee Tanu aweze ile kesi iweze kuisha, japokuwa kweli Zumba walimpa pesa aje, lakini mwisho wa siku alikuja, lakini ndio hivyo hakufanikisha kwa sababu mzee Tanu pia ndio hivyo. Sasa hii itakuwaje? Bado mambo ni mazito na mambo yanazidi kunoga kweli kweli. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hakikisha dondosha maoni yako. Sasa kwa upande wa hii issue ni kwamba itakuja ijulikane mbeleni kwamba bado mambo ni moto, utajua zaidi. Sasa kwa upande wa mzee Tanu kamwahidi Naomi kwamba kama akimdanganya basi atajutia kitendo hicho. Kwa hivyo hataki kuweza kumdanganya lolote lile. Na tunafahamu kabisa kwamba kwa sasa hivi Naomi mipango yake pia aweze kuhakikisha anabaki hapo nyumbani kwa mzee Tanu kiukweli kweli. Yaani ukiachana na kuigiza basi walau abaki hapo nyumbani kiukweli kweli. Hiyo ndio mipango yake ambayo alionayo kwa sasa, ambapo anawaza abaki hapo, yani kiukweli kweli, ukiachana ile masiala ambayo kwa sasa hivi yuko hapo anajua kabisa analipwa. Kwa hivyo mipango yake pia aweze kubakia hapo, yani ukweli kweli. Sasa je, hapo ndipo maswali yanakuja, itakuwaje? Sasa kwa sasa hivi pia hizi zitakuwa ni habari njema sana hasa kwa upande wa Suzi na kuona kwamba mambo yamekuwa matamu kwa sababu ya mzee Tanu ambaye ameweza kufanikisha swala zima la King kuweza kumchukua Sandra waweze kuweza kujipima pete, lakini pia kuweza kuchukua mavazi ya sherehe. Kumbuka imepangwa kuweza kufanyika sherehe za kuweza kumvisha pete Sandra.
hiyo ni mipango ya baba yake ambayo ameweza kushinikiza iweze kukamilika, na ameweza kutoa onyo zito kwa upande mzima wa John kwamba kama ikitokea lote likatokea, basi hataweza kumvumilia, atamvulia kofia. Sasa hii inaibua hisia nzito sana kwa upande wa John na mawazo mazito, kwa sababu ukijaribu kuangalia kwa namna ambavyo alivyomkorofisha kipindi kilichopita, hapo inakuwa ni nzito. Lakini pia hizi ni habari njema kwa upande mzima wa Suzy, ambapo na yeye pia anaona ni kama Mungu amemkumbuka, kwa sababu siku zote alikuwa anatamani sana aweze kuwa na John na anapambana kila siku kwa kila mbinu yote, lakini kwa hili basi linakuwa ni mseleleko kama mpango huu wa Mzee Tano utafanikiwa, kwa sababu Mzee Tano yeye kitu ambacho hataki ni aibu, yani kwamba amuoe Semeni halafu mtoto wa Semeni amuoe mtoto wake tena. Hiyo itakuwa ni jambo la ajabu sana kwa upande wake binafsi, ndo anavyoliona. Lakini haya yote yanafanyika kwa sababu pia anampenda Semeni na hataki waachane. Lakini kama angekuwa hana mpango wa kuishi na Semeni, basi angeweza kuruhusu swala hilo na baadaye Semeni akaenda wakaachana kabisa. Kwa hivyo na yeye pia binafsi kwa upande wake, tusimlaumu anafanya hivi kwa ajili ya kutengeneza profile nzuri. Imagine kwamba yani mtoto wa Semeni anamuoa mtoto wa Mzee Tano. Halafu Tano pia ni mtu ambaye Semeni ni mke wake. Hiyo inaweza ikawa ni jambo ambalo kwa upande wake ndio linamuumiza kichwa, ndio maana anaamua kufanya hivi. Lakini swali kubwa ambalo linabaki kwamba je, atafanikiwa? Jambo hili ambalo analiwaza au kulipigania litafanikiwa? Hapo ndipo kazi ilipo na kimbembe kikubwa ambacho kipo, ambapo nitaendelea kujuza na kufahamisha. Kitu cha msingi tu ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Sasa Mwamba kashakamatwa mfanyakazi ule wa Semeni. Hapa Semeni atakipata cha moto. Kwanza kabisa huyu jamaa atakuwa kila mipango ya Semeni anakwenda kumfahamisha Mzee Tano. Kwa hivyo Semeni moja kwa moja akakamatika, na lengo zima la Mzee Tano ni kuweza kuhakikisha anamfundisha adabu wala Semeni aweze kuingia kwenye mstari. Basi nikusiendelea kuenjoy na kufurahia. Hii ni Bongo Movie Network. Asante kwa na mimi, tutakutana na saa mwingine. Asante. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa ni zamu ya Naomi kupata mauzauza kama alivyoahidiwa na Suzy kwamba kwa sasa wanakwenda kumkomesha. Huu ni mpango ambao wameweza kuandaa. Hata huyo mume mwenyewe ni mpango ambao umeweza kuandaliwa, lakini hii itamchanganya zaidi. Kuna wasiwasi mkubwa sana, kwa sababu hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Naomi, anafahamu kabisa alikuwa na date na Zumba.
Kwa hivyo kuna namna ambavyo hawezi akasema kwamba hafahamu au hajui kile kinachoendelea. Kicha msingi ni kwamba hapo lazima aende akaone ni nani huyo. Lakini mzee Tano tayari kashachanganyikiwa hapo, anajiuliza kwamba kuna nini kinachoendelea, what is this, kwamba niko na mke wa mtu, hapo ni shida na ni balaa zaidi. Lakini kumbuka kuwa hiyo yote ni michezo ambayo anaifanya, na mzee Tano anamlipa kabisa pesa huyo ambaye ni Naomi kwa lengo zima la kuweza kuhakikisha kwamba yote ambayo anayofanya hayapo nje kabisa, na alishasema kwamba anampenda na anamkubali huyo ambaye ni Semeni, ila tu ni vile kwa namna ilivyo. Lakini kwa sasa hivi Semeni ni kwamba tayari ameshaanza kuchepuka. Sasa je, ungekuwa ni wewe au kama mzee Tano, kama tunafahamu sisi watazamaji kwamba mzee Tano anampenda Semeni na anampenda kabisa vilivyo. Lakini sasa je, kama akifahamu kwamba kwa upande wa Semeni anapambana kuweza kuhakikisha anabaki pale nyumbani, hasa kuweza kuongea na mwanasheria, je, ingekuwaje? Kabla yote ni kualike, hii ni Bongo Movie Network na hapa nitakufahamisha vitu vingi sana. Kama ni mara ya kwanza kufika hapa, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha niweze kualika moja kwa moja tuweze kuangazia tamthilia hii ambayo inafahamika kama Love Me Again. Hapa wanazungumzia uchambuzi na moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Na nikualike basi nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Sasa kama tulivyoona mwanzoni kabisa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni King kwa sasa hana la kusema. Lakini kabla yote hatujaendelea, ni kujuza kitu kimoja tu kwamba tamthilia hii inakwenda kutamatika. Zimebaki kama episode chache tu movie hii iweze kutamatika. Sasa labda kwa maoni yako binafsi kwamba je, unatamani kitu gani ambacho kiweze kufanyika kupitia tamthilia hii, au ushauri wako ni upi, hasa tunapelekea katika hatua za mwisho. Je, ushauri wako ni upi kwa upande wako binafsi? Tujuze hapo kwenye comment. Lakini kumbuka kuwa tamthilia hii ipo katika hatua za mwisho. Basi tuliweza kuona kwamba kwa upande mzima wa King alikuwa akiongea na Sandra. Sandra akimwambia kwamba hata iweje haiwezekani wakadeti kwa sababu tayari ana mtoto. Lakini kupitia hilo liweza kusababisha ile maongezi aliporejea mle ndani, basi moja kwa moja aweze kujikuta kwa upande mzima wa John naye amekasirika kwa sababu John aliwaona ikiwa ameenda kuongea, lakini pia John kuna vitu ambavyo vinamsumbua, hasa mzee wake ambaye analazimisha kila kitu. Kuna namna mzazi akikuamlia asiye ni ngumu. Kwa hivyo John anaelewa kabisa kama ikitokea baba yake akikaza basi inaweza ikawa ni ngumu. Nakumbuka mzazi akishasema kwamba hiki kitu sikihitaji, basi inakuwa ni vigumu. Imagine kwamba huyo baba yao aseme kwamba mimi simtambui. Inakuwa ni ngumu sana kwa sababu mkwe atakuwa haende pale nyumbani, hata wajukuu atakuwa hawaendi, hata binti mwenyewe anaweza kachukiwa. Kwa hivyo familia haiwezi kawa na amani kwa sababu kunakuwa na makosa kule. Hata ikitokea vurugu yoyote, basi kunaweza katokea kwamba baba yenu hamkumfanya kitu kizuri. Lakini kwa jamii zetu za Kiafrika, hata wakikosa watoto, basi inaweza kupelekea ikaonekana kwamba baba yao ndio sababu, kwa sababu kuna vitu ambavyo hawajaviweka sawa. Kwa hivyo hicho ni miongoni mwa kitu kizuri sana ambacho kwa upande wa John kinamuumiza kichwa na kufikiria kwamba atafanyeje, kwa sababu kila akiangalia mazingira aliyopo ni kwamba baba yake anashinikiza kwa upande mzima wa Sandra aweze kuhakikisha anaolewa na King, lakini Sandra hamtaki kabisa King. Sasa sijui itakuwaje hapo. Basi na imani, lakini endelea kuenjoy na kufurahia. Lakini kama nilivyokujuza, tamthilia hii inakwenda katika hatua za mwisho yani. Sasa mambo akiwa ni moto hivyo kwa upande mzima wa mama yake na Suzy. Alikuwa anaenda naye kwenye harakati zake za kila siku. Kama unavyojua, ile ilikuwa ni guest, kwa hivyo alikuwa ameshaandaa chumba chake. Kama ulisikia, alikuwa anapiga simu wakati anaingia sasa mle ndani, kumbe anakuja kukutana na mamake na John ambaye ni Sandra, ambaye ni Suzy, ambaye ni mamake, ambaye ni Semeni, mamake na John ambaye ni Semeni. Kwa hivyo wakati anafika pale, akamuona na kijana yule, kwa vile yale mazingira au ilikuwa ni guest. Kwa hivyo moja kwa moja akawa ameshajua kwamba hao wametoka kufanya kitu gani. Hakukuwa kuna mjadala wala nini. Hiyo ndilo jambo ambalo kwa upande wake binafsi aliweza kuliona na kusema kwamba hili ndilo kitu ambacho kilichokuwa kinaendelea humu ndani. Kwa hivyo hakutumia akili nyingi za kuweza kufikiria kwamba Eiza kwa namna ambavyo alimwambia kwamba alikuwa ameenda kuongea tu. Hapana, alikataa, kwa sababu kama ingekuwa ni kuongea, basi wangeweza kuongea sehemu nyingine kama vile kwenye hoteli
au kama sehemu ambazo zinakuwa ni zile za chakula au sehemu za vinywaji, sehemu za wazi tu, sio guest. Kwa hivyo moja kwa moja alijua hapo kuna kitu ambacho sio cha kawaida kinaendelea. Sasa kwa upande wa Sandra aliweza kumpiga Suzy na Suzy akajidondosha chini. Sio kwamba aliumia Suzy, ila ni vile tu alijidondosha ili apate nafasi ya kuweza kulala humo. Lakini kwa upande wa Sandra kwa sasa kuna namna ambavyo kama vile kuna namna anafikiria sana, na anaona kama vile kuna kitu hakiko sawa kwa sasa hivi, kwa sababu ni kama kwa upande mzima wa Johnny kuna vitu vingi anavyovifikiria ambavyo anaviona kabisa kwamba hivi basi vinaweza vikawa ni vya kweli, kwamba kuna siku moja labda huyo ambaye ni huyo ambaye ni Sandra akakubali kuolewa na King. Lakini sasa wakati Semeni amerudi nyumbani, kwa sababu alirudi usiku, aliogopa kuweza kuhakikisha anagonga hodi, kwa sababu angeweza kuuliza ametoka wapi na kwa hivyo akaamua aweze kulala nje. Na tunakumbuka kabisa kwamba mtu ambaye angeweza kumfungulia alikuwa ni Suzy, ambaye Suzy pia kwa pande mmoja alikuwa amelala kule ndani nyumbani kwa Johnny, chumbani kwa Johnny. Sasa namna hiyo hapo ikabidi waweze kupanga mpango kati ya Suzy pamoja na Semeni, kwamba watengeneze mpango aje mwanaume akishafika basi amwambie ni amekuja kama ni mume wake. Sasa huenda ukawa unajiuliza kwamba huyu ni nani, ni Zumba au nani? Kumbuka Zumba ndio mtu ambaye wana connection na huyu Suzy na amekuwa akimfanyia madili mengi sana. Kwa hivyo kuna namna ambayo inakuwa iko kitofauti zaidi. Kwa hivyo ndio maana kwa upande mzima wa Mzee Tano kashtuka sana. Yaani kashtuka sana na kawaza kwamba kuna nini tena? Niko na mke wa mtu hapa. Kwa hivyo hilo ni balaa zito kinoma. Hakika hapa ni noma. Basi kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, kitu cha msingi tu cha kipekee. Hakikisha unaonyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe. Hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unakubali tamthilia hii, lakini kujuze tu kwamba hapa huwa tunazungumza uchambuzi kwa kina. Sasa tuzungumzia mambo mengi kweli. Asante kuwa na mimi, tukutane na saa mwingine. Sasa ni zamu ya Naomi kupata mauzauza kama alivyoahidiwa na Suzy kwamba kwa sasa wanakwenda kumkomesha. Huu ni mpango ambao wameweza kuandaa. Hata huyo mume mwenyewe ni mpango ambao umeweza kuandaliwa, lakini hii itamchanganya zaidi. Kuna wasiwasi mkubwa sana, kwa hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Naomi, anafahamu kabisa alikuwa na date na Zumba. Kwa hivyo kuna namna ambavyo hawezi akasema kwamba hafahamu au hajui kile kinachoendelea. Kicha msingi ni kwamba hapo lazima aende akaone ni nani huyo. Lakini Mzee Tano tayari kashachanganyikiwa hapo. Anajiuliza kwamba kuna nini kinachoendelea? What is this? Kwamba niko na mke wa mtu. Hapo ni shida, ni balaa zaidi. Lakini kumbuke kuwa hiyo yote ni michezo ambayo anaifanya, na Mzee Tano anamlipa kabisa pesa huyo ambaye ni Naomi kwa lengo zima la kuweza kuhakikisha kwamba yote ambayo anayofanya hayapo nje kabisa, na alishasema kwamba anampenda na anamkubali huyo ambaye ni Semeni, ila tu ni vile kwa namna ilivyo. Lakini kwa sasa hivi Semeni ni kwamba tayari ameshaanza kuchepuka. Sasa je, ungekuwa ni wewe au kama Mzee Tano, kama tunafahamu sisi watazamaji kwamba Mzee Tano anampenda Semeni na anampenda kabisa vilivyo. Lakini sasa je, kama akifahamu kwamba kwa upande wa Semeni anapambana kuweza kuhakikisha anabaki pale nyumbani, hasa kuweza kuongea na mwanasheria, je, ingekuwaje? Kabla ya yote nikualike, hii ni Bongo Movie Network na hapa nitakufahamisha vitu vingi sana. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha niweze kualika moja kwa moja tuweze kuangazia tamthilia hii ambayo inafahamika kama Love Me Again. Hapa wanazungumzia uchambuzi na moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Network. Na nikualike basi nikuambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Sasa kama tulivyoona mwanzoni kabisa kwa upande mzima wa huyo ambaye ni King kwa sasa hana la kusema. Lakini kabla ya yote hatujaendelea, ni kujuza kitu kimoja tu kwamba tamthilia hii inakwenda kutamatika. Zimebaki kama episode chache tu movie hii iweze kutamatika. Sasa labda kwa maoni yako binafsi kwamba je, unatamani kitu gani ambacho kiweze kufanyika kupitia tamthilia hii, au ushauri wako ni upi? Hasa tunapoelekea katika hatua za mwisho. Je, ushauri wako ni upi kwa upande wako binafsi? Tujuze hapo kwenye comment, lakini kumbuka kuwa tamthilia hii ipo katika hatua za mwisho. Basi tuliweza kuona kwamba kwa upande mzima wa King alikuwa akiongea na Sandra. Sandra akimwambia kwamba hata iweje haiwezekani wakadeti kwa sababu tayari ana mtoto.
Lakini kupitia hilo liweza kusababisha yale maongezi aliporejea mle ndani, basi moja kwa moja aweze kujikuta kwa upande mzima wa John naye amekasirika, kwa sababu John aliwaona ikiwa ameenda kuongea, lakini pia John kuna vitu ambavyo vinamsumbua, hasa mzee wake ambaye analazimisha kila